Mahakama Kuu ya Tanzania hii leo imeamua kuwa Tundu Lissu ana kesi ya kujibu katika shtaka la uhaini linalomkabili. Uamuzi huu umetokana na ushahidi uliowasilishwa na upande wa mashtaka ambao mahakama imeona unatoshana na kumtaka Lissu ajitetee. Hata hivyo, hii si hukumu ya kwamba Lissu ana hatia. Ni uamuzi kwamba kuna msingi wa kisheria wa kumtaka ajibu mashtaka yanayomkabili. Sasa kesi inaingia katika hatua ya utetezi ambapo Lissu pamoja na mawakili wake watawasilisha ushahidi wao na kuwaita mashahidi. Kisheria kesi bado iko wazi na hatua inayofuata itakuwa muhimu kwa sababu mahakama itasikiliza upande wa Lissu kabla ya kufikia uamuzi wa mwisho kuhusu hatia au kutokuwa na hatia. Lakini hatua hiyo imekuja na mambo kadhaa mapya, ikiwemo Lissu kutaja orodha ya mashahidi wanaotaka waje kutoa ushahidi katika kesi hiyo, ambao ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Tanzania, huku upande wa mashtaka ukipinga baadhi ya mashahidi yao kuitwa. Elizabeth Kazibure alikuwa mahakamani na kutuandalia taarifa ifuatayo. Naona jumba limejaa. Wengi hii leo walidhani kwamba huenda Tundu Lissu angeachiwa huru, lakini baadaye mahakama iliamua kuwa ana kesi ya kujibu. Tundu Lissu mwenyewe alikubali mashtaka hayo na kusema kwamba anataka kuleta mashahidi wake 7 kutoka upande wa serikali, akiwemo Rais wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, makamu wa rais aliyepita pamoja na waziri mkuu. Lissu alisema anataka waeleze namna alivyotishia serikali na iwapo wao kama sekretarieti ya usalama wa taifa walikuwa na taarifa juu ya uhaini unaosemekana ameutenda. Kwa upande wake, Tundu Lissu tayari ameanza kujitetea kwa kueleza kwa nini yeye ni mtu anayeaminika na kuheshimika katika jamii. Mapema hii leo, baada ya shauri lake kusikilizwa na kuhairishwa mpaka Jumatatu, chama chake cha Chadema kiliitisha mkutano na waandishi wa habari na kueleza yafuatayo. Hatutaangalia uzito wa ushahidi. Ile criminal case ambayo unatakiwa kuprove bila kuacha shaka lolote. Kwa leo ni siku nyeusi kwa wapigania haki, lakini siku ya muhimu kwetu wote kama wanachadema ya kuinua mapambano. Mikutano ya hadhara iendelee, vikao vya ndani viendelee, kwenye mitandao vijana endeleeni mpaka tutakapofanikiwa na tutashinda. Shauri hilo sasa limehairishwa mpaka siku ya Jumatatu ambapo Tundu Lissu ataendelea kujitetea, na pia ameeleza wazi kwamba siku hiyo haitatosha kueleza ushahidi wote aliokuwa nao. Licha ya kwamba mahakama imeelekeza kuwa mashahidi wengine wawili ambao wanatakiwa kutoa ushahidi katika kesi hii wawepo siku hiyo ya Jumatatu ili waweze kutoa ushahidi wao.